Karibu mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, runinga ibadilishayo maisha, katika kipindi kizuri cha Adelante. Mimi naitwa mchungaji Paulo Kazoba. Karibu sana katika somo linalosema ulinzi wa Bwana wa kudumu. Karibu tuombe tunapoenda kuanza somo la leo. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, kutulinda na kututunza, kutupatia afya njema. Tusamehe dhambi na makosa tuliyokutendea. Zaidi sana utupatie kibali machoni pako cha kujifunza neno lako. Kuwa pamoja nasi ukitubariki tangu mwanzo mpaka mwisho, katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Karibu sana siku ya leo katika somo linalosema ulinzi wa Bwana wa kudumu. Fungu kuu linapatikana katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 aya ya 11 mpaka aya ya 12. Biblia inasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawatesa kwa miguu. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde. Ahadi ya pekee hii katika kitabu cha Zaburi sura ya 34 aya ya 7, Biblia inasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Narudia, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Hatuko peke yetu mpendwa mtazamaji. Hatuko peke yetu. Usiogope juu ya jambo lolote, maana hatuko peke yetu. Hatuko peke yetu. Narudia tena, hatuko peke yetu. Ahadi ya Bwana ni kutulinda. Aya nyingine, Isaya 26 aya 3, Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Utamlinda. Nisikilize vizuri mpendwa mtazamaji. Tunalindwa. Tunalindwa. Hatuko peke yetu. Bwana hutuagizia malaika ambao hutulinda. Tunapokuwa mahali popote, wanatulinda. Tunapokuwa mahali popote, wanatulinda. Tunapokuwa safarini, wanatulinda. Tunapokuwa nyumbani, wanatulinda. Wanatulinda dhidi ya wadudu wabaya. Wanatulinda dhidi ya wanyama hatari. Wanatulinda dhidi ya vitu hatari. Wanatulinda tunapolala usiku. Wanatulinda tunapoamka asubuhi. Wanatulinda tuketipo. Wanatulinda tulalapo. Wanatulinda tunapotembea. Tunapokuwa mahali popote, wanatulinda. 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 Sasa saa nyingine cha kusikitisha tu ni kwamba huwa tunajaribu kutafuta ulinzi wa kibinadamu. Kwa mfano, kuna watu wengi siku hizi wanaenda kwenye makanisa ya upako, kwenye hasa makanisa ya Jumapili. Wanaenda huko kwenye makanisa yasiyoifuata Biblia. Wanaenda huko kwenda kutafuta miujiza, na wanapewa mafuta yanaitwa ni mafuta ya upako. Wakishapewa hayo mafuta, wengine wanalala nayo mpaka mchagoni. Mwingine anaweka kabisa mpaka kwenye nguo yake ya ndani, anafungua zipu, anaweka huko. Ameambiwa yatamlinda. Mafuta ya upako yatamlinda.
Kwa hiyo anayaamini hayo. Anaacha kuliamini jina la Yesu. Anaacha kumwamini Yesu. Anaacha kuamini juu ya ulinzi wa Bwana. Anaweka tumaini kwenye kitu. Inasikitisha sana. Na tena kikipotea, anahaha, maji yangu jamani, maji yangu jamani ya upako, maji yangu jamani. Maana tumaini lake ameliweka kwenye maji. Tumaini lake ameliweka kwenye chumvi ya upako. Tumaini lake ameliweka kwenye sabuni ya upako. Tumaini lake ameliweka kwenye hicho cha upako. Paka nguo za ndani za upako. Wanaweka tumaini hapo. Ameambiwa hii itakulinda. Inageuka tu inakuwa kama hirizi sasa. Haina tofauti na yule anayevaa hirizi. Vaa hirizi. Ameambiwa hii itakulinda. Itakulinda dhidi ya wachawi. Itakulinda dhidi ya mapepo. Itakulinda dhidi ya majini. Na wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kutafuta dawa ya kuzindika nyumba. Maana wanaamini kuna wachawi ambao wanakuja kuwaroga usiku. Wanapewa sio vituko gani huko, wanakuja wanazungushia kwenye nyumba, zungushia, chimbia, kata kucha, weka siju kwenye nini, changanya sio na dawa gani hiyo. Hii bwana itakuwa ulinzi. Mchawi akija atanasa. Usidanganyike. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 127 aya ya kwanza, Biblia inasema Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye anakesha bure. Yaani unajidanganya tu. Huko kwa waganga, hizo dawa sijui ni vitu gani, ni mabangili ya watoto, sijui ni nini, ni kucha, sijui ni vitu gani, ni mafuvu, hirizi unazopewa, uganga gani sijui. Vyote hivyo hamna kitu. Usidanganywe. Ulinzi pekee unapatikana kwa Bwana. Ulinzi wa Bwana wa kudumu. Ulinzi pekee unapatikana kwa Bwana. Usidanganywe. Unawajazia mahirizi mpaka watoto, unafunga mpaka viunoni, unafunga mpaka kwenye nini, chanjo chale. Wengine wana utumwa kweli. Unashangaa amechanjwa chale mwili mzima, shingoni chale, kwenye kichwa chale, kwenye macho chale, hivi mpaka na kwenye macho, kwenye nini chale, mahali popote ni chale. Paka unaanza kujiuliza kwamba sasa hizi chale hizi inakuaje? Ameambiwa ni ulinzi dhidi ya wachawi. Ni ulinzi dhidi ya wenye nia mbaya na wewe. Hakuna kitu cha namna hiyo. Unadanganyika mtu wa Mungu. Wanakujaza alama tu kwenye mwili. Achana na hiyo. Kataa. Mimi kuna kipindi fulani nikiwa naishi kwa ndugu yangu mmoja. Kidogo yeye alikuwa ni mtu wa waganga. Sasa kwa sababu niliishi hapo, ikawa sehemu ya familia yake. Siku moja mganga mmoja akawa amekuja pale nyumbani. Na alipokuja yule mganga, ikalazimika familia nzima na watu walioko pale nyumbani wachanjwe chale. Lakini pia watoe makucha, sijui na vitu gani. Mimi kwa kweli ilikuwa nikasheshe kuweza kunitaka kufanya hivyo. Sikukubali. Eti tuchanjwe chale kwa sababu pale nyumbani wanakujaga wachawi, milio ya ndege, popo, mapaka usiku yanakuja pale sijui na nini. Kwa hiyo tuchanjwe chale ili tuwekewe ulinzi. Nisikiliza vizuri, mimi nilikataa. Maana ninajua ulinzi pekee unapatikana kwa Bwana. Usikubali kuchanjwa chale. Usikubali kuchanjwa chale. Na siku moja mama alilazimishwa na baba. Aliambiwa na baba ya kwamba
inabidi achanjwe chale, kwa sababu fedha zinaibiwa kinguvu, kwa nguvu za giza. Zinaibiwa kwa nguvu za giza, maana kulikuwa na duka. Lakini mama alikuwa mwaminifu, hakukubali kuchanjwa chale. Wengine kwenye biashara zao wanaweka sijui ni vidudu gani kwenye hela eti zisiibiwe. Nisikilize vizuri, Bwana asipolinda hiyo biashara, unafanya kazi bure. Hayo nayo yafanya, unafanya kazi bure. Mlinzi pekee anayeweza kulinda ni Mungu wa mbinguni. Najua baada ya muda kupita, baba alianza kuona baraka. Mama aliendelea kuwa mwaminifu, na anapofika dukani kabla ya kufungua anaomba. Anapofunga duka tena anaomba. Anamkabidhi Bwana kazi yake. Mkabidhi Bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika. Anamkabidhi Bwana, linda sasa hii biashara, mimi naenda, ilinde. Na Bwana ameendelea kuwa mwema akilinda biashara hiyo. Na ikafika kipindi fulani baba na yeye mwenyewe akakiri, akasema kwa kweli nimeona maombi yanasaidia. Nimeona na naona hata biashara inaenda vizuri. Nimeona biashara ina ulinzi mkubwa. Maana nina muda mrefu sijaweka dawa, lakini ninaona mafanikio kwenye biashara. Kwa sababu yeye hakuwa Mkristo, akamwambia mama kwamba wekeni Biblia kwenye duka. Anaamini Biblia italinda kulingana na uelewa wake. Akawa ameamini, na ni kweli. Mama akaweka Biblia ndani ya duka. Ilikuwa inakaa pale. Saa nyingine pia na yeye baba akienda, akiwa dukani, anaisoma, anaipitia. Ilikuwa ni jambo jema. Bwana asipolinda biashara, kama unahangaika kwa waganga wa kienyeji, unafanya kazi bure. Bwana asipolinda biashara yako, Bwana asipolinda shamba, unapohangaika kwenda kwa waganga wa kienyeji, unafanya kazi bure. Kuna wengine kwenye mashamba yao nakuta anatambika, naweka hapa, naweka sika kamguu kanini, naweka konokono, naweka pale. Unajihangaisha. Bwana asipolilinda hilo shamba, unafanya kazi bure kuweka hivyo vitutu vyako. Unafanya kazi bure. Ndio utasema unajua wanakuja kuniloga, unajua tuko kwenye ulimwengu mbaya sana, sijui na nini. Unajua kuwa kwenye ulimwengu mbaya na wachawi na waganga hakukufanyi wewe utumie madawa ya waganga. Upo uwezo ulio mkubwa zaidi ya huo wa waganga wa kienyeji. Mungu atalinda hilo shamba. Mungu atalilinda. Mungu atalilinda hilo shamba. Usiweke madawa ya waganga wa kienyeji. Usiweke madawa ya waganga wa kienyeji. Wakati mwingine umeenda mahali fulani, umevishwa manani, umevishwa sio hivi tutu gani, lakini ngoje nikwambie, hivi haviwezi kukusaidia kukuletea ulinzi. Mlinzi pekee ni Mungu mwenyewe. Mlinzi pekee ni Mungu mwenyewe. Na ukiwa na Mungu, hutaogopa mchawi. Hutaogopa. Yaani ukilala, unalala kabisa vizuri. Maana unaamini Bwana yuko nami. Bwana ni mlinzi wangu. Utalala na Bwana atakulinda. Ngoja nikwambie, wale walio na Bwana hawaguswi. Wale walio na Bwana hawaguswi. Maana ulinzi mkali wa malaika wa Bwana uko pamoja na hawa watu wanaomcha Mungu. Malaika wa Bwana wazungukia wamchao na kuwaokoa. Wanawazungukia
wanaomcha Mungu daima, wanaomcha Mungu siku zote, wanawalinda. Ikiwa utamcha Mungu kwa uaminifu, tembea kifua mbele, Bwana yuko nawe. Hutaogopa majini, hutaogopa mapepo, hutaogopa wachawi, hutaogopa waganga. Tena saa nyingine hata wakikwambia eneo hili lina wachawi, utatembea kifua mbele, maana unaamini Bwana yuko nawe. Katika kijiji kimoja, mchungaji mmoja alitumwa kwenda kufanya kazi ya kuhubiri Injili. Lakini alipofika katika eneo hilo, wakamwambia kwamba eneo hili lina wachawi, na tena kama unaleta habari za Yesu hapa, utakinywea kikombe. Rafiki hakuogopa, kwa sababu alikuwa anamjua aliyemwamini. Walijaribu na kujaribu, wanaruka, wachawi wanakuja, wanamjaribu, lakini wanashindwa. Siku moja wakati sasa wanaenda kuhitimisha yale mahubiri, yalikuwa ni mahubiri ya wiki 3, watu kama 4 wakaja, wanahitaji kubatizwa. Na wakasema, mmoja akasema mimi ni mchawi, na mwingine ni mchawi. Tumeamua kusalimisha vinyago vyetu, kusalimisha hirizi zetu, kusalimisha kila kitu tulicho nacho. Mafuvu yako hapo, sio na vitu gani vingine viko hapo. Wakasema tumeamua kusalimisha, maana huu mkutano tumeujaribu sana, lakini imeshindikana. Huyu mtu wa Mungu tumefanya kila jitihada, lakini imeshindikana. Tumeona ana ulinzi wa Bwana. Tumeamua kusalimisha vitu vyetu. Ikachomwa moto, na wale watu wakawa wamebatizwa. Mungu ni mlinzi katika maisha yetu. Ikiwa tutamtegemea, hatutahofia chochote. Bwana ni wokovu wangu, Bwana ni nguvu yangu, ni muhofu nani? Hakuna wa kumuhofu. Hakuna wa kumuhofu. Tunga Zaburi anasema, ni muhofu nani? Hakuna wa kumuhofu. Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hakuna yeyote wa kumuhofia. Ikiwa tutakuwa pamoja na Bwana, yeye ni mlinzi daima. Nisikiliza vizuri. Unajua saa nyingine unaweza usione wale wanaotulinda. Hesabu tu ya malaika. Sikiliza, hesabu tu ya malaika. Wale wanaojishughulisha kutulinda, malaika hesabu yao. Sikiliza. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya 11, Biblia inasema, nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi. Malaika wengi. Sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Hiyo ni hesabu ya malaika. Sasa kati yao malaika, wapo malaika wengi tu wanaojishughulisha kutulinda. Mwandishi mmoja maarufu katika kitabu chake kinachoitwa Kutayarisha Njia, Ellen G. White, huyu ukurasa wa 97 anasema, ulinzi wa jeshi la mbinguni umetolewa kwa wale wote ambao watafanya kazi katika njia ya Mungu na kutafuta mipango yake, kutafuta mapenzi yake, kutafuta kumcha yeye. Ulinzi wa jeshi la malaika wa mbinguni umetolewa kwa wote. Umetolewa. Wewe tuwe mwaminifu. Shida ni kwamba saa nyingine tunashindwa kuwa waaminifu. Uko kwa shetani na kwa Mungu huko. Yaani uko nusu. Ueleweki uko wapi? Kwa waganga unaenda kutafuta madawa, huku unaenda kwa Mungu nako unaenda. Hiyo ndiyo shida. Bwana anahitaji uwe mkamilifu, uwe upande wake peke yake, umwabudu yeye, umche yeye, uyatafute mapenzi yake yeye peke yake. Ameahidi ulinzi kwako.
ameahidi kukulinda. Ameahidi kukulinda. Tunalindwa kama vile Elisha pamoja na mtumishi wake Gehazi, namna walivyokuwa wanalindwa. Mungu anatulinda vivyo hivyo kupitia malaika zake. Katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6 aya 15 mpaka aya 17, Biblia inasema, hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope. Elisha akamwambia, usiogope, maana mtumishi wake ameona majeshi yamekuja hapo, majeshi ya kutisha, majeshi ya farasi na magari yako hapo, yamekuja kuangamiza. Lakini Elisha akamwambia, usiogope. Kwa nini? Maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba, akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho apate kuona. Mfumbue macho aone namna majeshi ya malaika yanavyotuzunguka, namna majeshi ya malaika yanavyotulinda, namna majeshi ya malaika yanavyotuzungukia. Mfumbue macho. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Tunalindwa mpenzi mtazamaji, tunalindwa. Elisha pamoja na mtumishi wake walikuwa wamezungukwa na magari ya moto, farasi wa moto, tena wengi kuliko hao. Maana alimwambia, walio pamoja nasi ni wengi kuliko wao. Mungu anatulinda. Hatuna sababu ya kuwa na mashaka, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuwa na wasiwasi, hatuna sababu ya kutikisika. Kuna watu hata wakisikia milio ya ndege tu wanachanganyikiwa. Wakisikia milio ya paka usiku wanachanganyikiwa. Mtu mmoja yeye ameenda tu mahali fulani, tena alikuwa ni mtumishi, amefika kwenye hilo eneo, akakuta tu kwenye chumba chake kuna mchele umedondoshewa hapo. Yeye alikuwa anaishi na wengine, kama kuondoka hilo eneo, kuna wachawi, akakimbia. Hatupaswi kuogopa, maana Mungu yuko pamoja nasi. Sikiliza vizuri, anasema huyu mwandishi maarufu Ellen G. White anasema, kama macho yetu yangeweza kufunguliwa, tungeweza kuona namna malaika waovu walio karibu nasi wakijaribu kubuni njia fulani mpya kwa ajili ya kutuangamiza, na pia tungeweza kuona namna malaika wa Mungu wanavyotulinda kutokana na uwezo wao, maana jicho la Mungu liko juu ya wale wanaotenda mema, naye huwalinda na kuwaokoa ikiwa watamtumikia yeye. Anaendelea anasema, hatujaachwa peke yetu tukabiliane na nguvu za adui kwa nguvu zetu wenyewe. Malaika wa mbinguni hupigana vita kwa ajili yetu. Kwa kushirikiana nao tunaweza kuwa washindi dhidi ya nguvu za uovu. Anaendelea anasema, ikiwa tunatambua hatuna uwezo sisi wenyewe na kwamba tunahitaji nguvu za Mungu, hatujui ni mambo gani yanayotokea kwa siku, saa na dakika inayotokea. Kamwe tusianze siku bila kuzikabidhi njia zetu kwa Bwana wa mbinguni, maana malaika zake wameteuliwa kutulinda. Na ikiwa tunajiweka chini ya ulinzi wao, basi katika kila wakati wa hatari watatulinda. Katika Isaya 26 aya 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Katika kitabu cha Zaburi 121 aya ya 8, Biblia inasema, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Katika Petro wa kwanza 1:5, nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Waebrania 1 aya 14, je, hao si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu?
Mungu ameahidi kutulinda ikiwa tutamtegemea, ikiwa tutamtumaini. Ameahidi kutulinda. Nami nikutie moyo, mtumaini Mungu katika maisha yako. Mtegemee yeye peke yake, muabudu yeye peke yake. Ameahidi kukulinda. Katika maombi yako, endelea kumuomba akulinde, lakini usiache kuomba. Omba asubuhi, omba jioni, omba kila wakati. Omba. Kadri unavyoomba, malaika wa Bwana wataendelea kuwa pamoja nawe. Bwana akubariki sana. Ikiwa utahitaji kuwasiliana nami, wasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0710106970, 0710106970, 0710106970. Bwana akubariki sana. Karibu tuombe. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunakuomba utusaidie kukutegemea wewe katika nyakati zote. Tuendelee kuwa chini ya ulinzi wako. Tunaomba uendelee kumbariki mpenzi mtazamaji. Umsaidie sana kukutegemea wewe, na ili ulinzi wako uendelee kuhudumisha daima katika maisha yetu. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina.